Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ameelekeza uongozi wa mikoa yote nchini kuhakikisha jitihada za upandaji miti zinaendelezwa kwa kuwekewa mkakati mahususi unaojumuisha makundi yote katika jamii. Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT imezitaka jamii na makabila ambayo bado yanaendelea kuwanyima wanawake fursa mbalimbali hususan katika elimu kuachana kabisa na mila na desturi hizo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda zimekubaliana kuchukua hatua madhubuti kupunguza mvutano wa kuendeleza makubaliano ya amani yaliyofikiwa mwaka jana. Habari za sasa, mtazamaji, na ukaribisha katika Upendo TV habari. Jina langu ni Obedi Kikao. Nitakuletea habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali. Na hapo baadaye utakujia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Na mtazamaji, tuanzie mkoani Lindi. Makamu wa Rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi ameelekeza uongozi wa mikoa yote nchini kuhakikisha jitihada za upandaji miti zinaendelezwa kwa kuwekewa mkakati mahususi unaojumuisha makundi yote katika jamii na kuzingatia ekolojia ya maeneo husika, ikiwa ni pamoja na kuzuia uvamizi na uharibifu wa maeneo yote ya hifadhi ya misitu. Ametoa maelekezo hayo wakati akifungua maadhimisho ya siku ya misitu duniani na siku ya upandaji miti kitaifa iliyofanyika mkoani Lindi, ambapo amesema ni muhimu kuhakikisha wananchi wanaoishi jirani na misitu ya asili na mashamba ya miti wanapatiwa elimu endelevu kuhusu matumizi bora ya ardhi, udhibiti wa uchomaji moto holela na usimamizi shirikishi wa misitu ya vijijini. Uzinduzi wa kampeni ya miti kitaifa hapa mkoani Lindi ni sehemu ya kutambua na kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais kutunza mazingira. Kupitia kampeni ya upandaji miti ijulikanayo kama 27 ya kijani, Mheshimiwa Rais ameonyesha mfano na amekuwa kinara wa upandaji miti. Mathalan, aliposherehekea siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwake mwaka huu, alipanda miti na kuhimiza Watanzania kufanya hivyo pia. Kwa taarifa nilizonazo, tangu kampeni hii ilipoanza mwaka 2023, jumla ya miti takribani 113,199,359 imepandwa katika maeneo mbalimbali nchini. Hivyo hatuna budi kumpongeza Mheshimiwa Rais na kumuunga mkono kwa kuendelea kushiriki katika kupanda na kutunza miti. Amesema ajenda upandaji miti, uhifadhi wa misitu na utunzaji wa mazingira kwa ujumla ni kipaumbele katika taifa ambayo inalenga kulinda rasilimali za ardhi, misitu, maji na viumbe hai. Lengo ni kutetea ustawi wa wananchi na ukuaji wa uchumi endelevu. Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia Taasisi ya Utafiti wa Misitu, Taasisi ya Utafiti wa Misitu Tanzania TAFORI, inatakiwa kufanya tafiti zitakazojibu changamoto mbalimbali ambazo wakulima wa miti wanakabiliana nazo, hususan zile zinazojitokeza kwenye misitu yetu ya asili. Aidha, tafiti hizo zijumuishe zile zinazohusu miti inayofaa kwa maeneo ya mkoa wa Lindi na mikoa mingine nchini, ikiwa ni pamoja na miti dawa. 4. Ni hitaji la kulifanya zoezi la upandaji miti kuwa endelevu. Ninaitaka Wizara ya Maliasili na Utalii kupitia mfuko wa misitu TAF kuwezesha miradi ya upandaji miti kwa kuanzisha mashamba ya miti ya vijiji na watu binafsi. Aidha, nautaka Wakala wa Huduma za Misitu Tanzania TFS kuanzisha vitalu vya miche ya miti vya kutosha katika maeneo mbalimbali nchini, ikiwemo miti ya asili inayopandwa katika maeneo mbalimbali. Tanzania inakadiriwa kuwa na eneo la misitu lenye ukubwa wa takriban hekta milioni 48.1, sawa na 55% eneo lote la nchi kavu. Katika eneo hilo hekta milioni 44.7, sawa na 93%, ni misitu ya uoto wa miombo na hekta milioni 3.4 ni misitu ya uwanda wa chini, milima, mikoko na mashamba ya miti. Sekta ya misitu inayojumuisha ufugaji nyuki na wanyamapori ilichangia takriban 3% katika pato la taifa mwaka 2024. Pamba na hilo, elimu ya kutosha itolewe kwa wananchi ili waweze kuitunza na kuikuza miti hiyo. Naam, mtazamaji, baada ya taarifa hiyo, na sasa tuelekee mkoani Morogoro. Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT imezitaka jamii na makabila ambayo bado yanaendelea na kuwanyima wanawake fursa mbalimbali hususan katika elimu kuachana kabisa na mila na desturi kandamizi zinazochangia kwa kiasi kikubwa kuendeleza ukosefu wa usawa wa kijinsia, hali ambayo imekuwa ikirudisha nyuma maendeleo ya wasichana na wanawake katika nyanja mbalimbali za maisha. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa Jumuiya ya Kikristo Tanzania
wakati wa ibada ya uzinduzi wa ufadhili kwa wanafunzi wa elimu ya juu, ambapo amebainisha kuwa bado zipo jamii zinazomnyima mwanamke haki kupata elimu sawa na mwanaume. Amesisitiza kuwa ni wakati sasa kwa jamii kubadilika na kutoa nafasi sawa kwa mwanamke ili waweze kufikia ndoto zao na kuchangia maendeleo ya taifa. Katika nchi yetu bado tunazo jamii na makabila yanayoendeleza mila kandamizi zenye ubaguzi zinazomnyima mtoto wa kike na kwa sasa hata wa kiume wana hali ngumu kwa kusema kweli. Tena tumombe Bwana, maana wameanza kupata sonona na wengine wanajiua. Nafikiri mmesikia. Ni kwa sababu hujihisi kama kubaguliwa. Kuwaelimisha ninyi haimaanishi kwamba wale wasahauliwe ama tumewasahau. Ni kwa sababu kwa makabila haya bado mtoto wa kike si thamani yake inalinganishwa na ng'ombe atakazopata mzazi. Bwana Mungu akomboe fikra za jamii, alete mageuzi katika jamii zetu, zielewe umuhimu wa jambo hili. Jumuiya yetu inatoa wito madhubuti kwa makabila na jamii hizo kuachana na mila hizo ambazo ni kandamizi kwanza, pili zinawanyima na wao fursa za maisha yenye nafuu huko mbeleni. Kwa upande wake, mratibu wa mradi huu amesema lengo kuu ni kusaidia wasichana wanaotoka katika kaya maskini, hasa jamii za wakulima na wafugaji ambako elimu ya mtoto wa kike bado haipewi kipaumbele. Katika jamii za wakulima na wafugaji bado kuna changamoto zilizotokana na mila, desturi na mitazamo ya kijamii inayochochea mifumo dume. Katika baadhi ya familia, elimu kwa watoto wa kike haipewi kipaumbele ikilinganishwa na elimu ya mtoto wa kiume. Aidha, changamoto za kiuchumi zinazokabili familia nyingi katika jamii hizi huchangia kufanya wazazi washindwe kugharamia elimu ya watoto wao wote, hali inayosababisha wasichana wengi kosa nafasi ya kuendelea na masomo ya elimu ya juu. Kutokana na hali hii, wasichana wengi wenye uwezo wa kitaaluma hushindwa kufikia ndoto zao za kupata elimu ya juu. Baadhi yao hulazimika kuacha shule mapema au kuingia katika majukumu ya familia katika umri mdogo. Naye mkurugenzi wa kituo cha mafunzo ya wanawake Morogoro amesema mbali na kutoa ufadhili huo, pia wanafanya ufuatiliaji wa kina kwa wanufaika ili kuhakikisha wanasajiliwa vyuoni na wanapatiwa mahitaji yote muhimu ikiwemo ada, fedha za kujikimu, vitendea kazi pamoja na bima za afya. Sajili na kuhakikisha kwamba tunapolipa ada mambo yote na stahiki zote zile ambazo zingetakiwa kama risiti na nini vimepatikana kwa wakati ili tujiweke sawa kwenye masuala ya fedha. Kwa hivyo baada ya kulipa mahitaji yao na ada na mambo mengine kama accommodation, hela ya chakula, mambo ya bima kama atakavyokuja hapa mhasibu kuyazungumzia kidogo, bado ufuatiliaji huendelea tu. Tunatamani sana, na hili limekuwa ndilo kati ya majukumu makubwa tunayoyafanya, kujenga yale mahusiano na viongozi wao kwa ngazi ya idara, wakuu wa idara hawa HODs au madino faculties, hata kitengo cha uhasibu, kitengo cha mikopo, ili kuhakikisha tuna contacts zao, tunafahamiana nao. Mmoja wa wanufaika wa mradi huo ameeleza kuwa tangu aanze kunufaika na ufadhili huo amepata mafanikio makubwa ikiwemo kupata ajira mapema baada ya kuhitimu masomo yake ya juu. Wanafunzi kunufaika katika mradi ya awamu ya pili. Nilikuwa nasoma chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo, degree ya ushauri kilimo. Namshukuru Mungu nilifanikiwa kumaliza salama, na baadaye Mungu akaniwezesha ikiwa mwaka wa 3 ajira zikatoka, nikaomba kupitia cheti changu cha diploma. Mungu akanisaidia nikawa nimepata kazi. Semester ya mwisho dakika za jioni, wanafunzi tunaita majina yakawa yametoka na mimi jina langu likawepo. Kwa hiyo nimemaliza tu chuo, baada ya siku 2 nikaelekea Bukoba kuripoti kazini. Ninamshukuru sana Mungu. Baadhi ya wanafunzi waliopokea msaada huo wa kompyuta mpakato wameshukuru taasisi hiyo kwa msaada huo, wakiahidi kutumia ipasavyo ili kufanikisha ndoto zao za kielimu na maisha yao kwa ujumla. Pia tunashukuru sana kwa kompyuta mpakato, laptop.
zitakazokabidhiwa leo katika ulimwengu wa sasa unaotawaliwa na teknolojia. Kompyuta hizi ni nyenzo muhimu sana katika safari yetu ya kielimu, kwani tutafanya tafiti za kitaaluma kwa urahisi, kuandika kazi za masomo, kushiriki katika mifumo ya kujifunza mtandaoni, pamoja na kupata maarifa mapya yanayohitajika kwa njia ya kidijitali. Mpango huu unatarajiwa kuendelea kuwainua wasichana katika sehemu mbalimbali, hususan jamii ya wakulima pamoja na wafugaji, ili waendelee kujiinua katika masuala mazima ya elimu na kuzifikia ndoto zao. Kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Pascal Yasi, Upendo TV, amani kwa wote. Viongozi wa dini wamesisitiza taifa kuona umuhimu wa haki na kamwe lisione kuwa sauti za haki zinazopaswa kuwa kelele masikioni, bali ni tunu zinazostahili kulindwa ili kuiletea taifa pamoja. Askofu wa KKKT Dayosisi ya Kaskazini Dr. Fredrick Shaw ametoa kauli hiyo wakati akifungua mdahalo wa viongozi wa dini na vijana mkoani Arusha, ambao umeandaliwa na kamati ya uongozi wa dini mbalimbali kuhusu haki za kiuchumi na uadilifu wa uumbaji. Vijana wanakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo ukosefu wa ajira zenye staha, fursa finyu za kiuchumi, hisia za kutokushirikishwa kikamilifu katika maamuzi, na wakati mwingine kupungua kwa imani katika mifumo ya kidemokrasia. Sifike mahali tukaona haituhusu, au sifike mahali tukaona sauti za haki zinasumbua masikio yetu na dhamiri zetu alafu isizungumzwe. Mimi natamani kuliko kwenye wimbo wetu wa taifa. Hivyo basi, kwa pamoja tunapaswa kulinda tunu hizi ili kuhakikisha jamii ya Tanzania inaendelea kuwa nchi na taifa lenye umoja na upendo. Mwenyekiti wa halmashauri kuu ya Baraza la Waislamu Tanzania BAKWATA, Sheikh Hamisi Mataka, amesema haki na amani ni pande mbili za shilingi, hivyo kimoja kinamhitaji mwenzake, kwa kidai hakuna amani bila haki. Haki na amani ni pande mbili za shilingi. Amani inahitajia haki na haki inahitajia amani, kwamba bila ya kuwa na haki basi huna amani iliyokamilika, na amani isiyokuwa na haki si amani iliyokamilika. Kwa kila kimoja ili kikamilike kinahitajia kingine. Mkurugenzi wa asasi ya maendeleo ya vijana mkoa wa Pwani, Israel Ilunde, amewataka vijana kujiamini katika kutoa maoni na wasiwe na uoga, kwa kuwa ni nguzo muhimu katika taifa, huku baadhi ya vijana walioshiriki wakieleza hofu walionayo katika kutoa maoni yao kutokana na sababu mbalimbali, ikiwemo suala la usalama. Kwa maana yake ni kwamba hata serikali inayoongoza nchi inajua neno haki ni kitu gani na inajua umuhimu wa amani, na ndio maana wanasisitiza amani ili pia waweze kutawala vizuri. Mahali ambapo hakuna amani, nchi haitawaliki, vyama haviendesheki, serikali inakuwa ngumu kuendesha. Na serikali tunaona serikali ndio tofauti sana, viongozi waitwa vyama wakale wajadiliane hizi tofauti zitoke. Leo hii pesa zinatoka wanaambiwa mambo fanyika ni CCM, jambo ambalo kumbe hata sio la serikali, lakini kwa sababu ni notion inaisha na vyama Tanzania, wengi wataamini hivyo. Sasa hilo litolewe kwanza. Lakini kingine, mdahalo huo umewakutanisha vijana zaidi ya 300 kutoka ndani na nje ya Arusha na viongozi wa dini, ambapo uliandaliwa na kamati ya viongozi wa dini mbalimbali, lengo likiwa ni kujadili kwa undani mtazamo wa vijana kwa viongozi wa dini na taifa kwa ujumla. Naam, baada ya taarifa hiyo sasa inatupeleka mkoani Songwe. Katika kuendelea kuboresha huduma za afya kwa wananchi, serikali imeandaa mpango wa sheria ya bima ya afya kwa wote, ambapo inakuja na ulazima wa kila mwananchi kuwa na bima ili kuchangia utolewaji wa huduma bora katika hospitali, vituo vya afya na zahanati. Taarifa ya Nicholas Ndabila inatufafanulia zaidi. Akizungumza wakati wa baraza maalum la wanawake wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Songwe,
Mganga mkuu mkoani hapa Dr. Boniface Kasululu ameeleza kuwa wananchi wanapaswa kuhamasishana wao kwa wao ili serikali iweze kuboresha maradufu huduma, ikiwa ni pamoja na kuwajumuisha wananchi wasio na uwezo. Sheria ya bima ya afya kwa wote imeleta kitu kinaitwa ulazima wa kuwa na bima. Ulazima wa kuwa kwamba sasa ni lazima kila mwananchi awe na nini? Na bima. Ili awe na hiyo bima ni lazima achangie. Ndio jambo kubwa lililowekwa hapa. Kwa hiyo wewe mwenye kadi ya bima, kama una kakako, una dadako ambaye hana bima, ndio ufikishe huo kwamba ili tufikie kiwango cha kutoa huduma bora zinazotarajiwa, basi angalau kila mwananchi awe na bima. Jambo la pili ambalo ni mahususi kwenye mpango huu ni ujumuishaji wa wananchi wasio na uwezo. Kumbuka ndo hilo kundi tulikuwa tunasema sasa hawa watatibiwa kwa msamaha, si ndio? Sasa mpango huu unawajumuisha. Sheria sasa inawatambua kwamba wananchi wasio na uwezo basi nao waingie kwenye utaratibu huo. Katika hatua nyingine, mwenyekiti wa umoja wa wanawake wa Chama cha Mapinduzi mkoani hapa Bi Emilia Mwakioma ameeleza kuwa mpango wa bima ya afya kwa wote ni mpango uliokuwepo katika ilani ya Chama cha Mapinduzi toka mwaka 2020, huku akiwasihi wanawake kuwa mstari wa mbele katika kuhamasisha kukamilika kwa huduma hiyo, kwani wao ni miongoni mwa makundi yanayopata adha pindi magonjwa yanapojitokeza. Bima ya afya kwa wote ipo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ya toka 2020-2025, lakini utekelezaji wake sasa ndio unakuja kutekelezwa sasa 2025-2030 kwa kusimamiwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Wajibu wa wananchi ni kulipokea, kwa sababu wananchi wanatakiwa pia kuchangiana. Kama nilivyosema toka awali kwamba tunatakiwa tuchangiane ili huduma ziboreshwe. Watumishi wanaweza kaletwa na serikali wapo. Sasa namna ya kupata vifaa tiba, madawa, lazima tuchangiane. Kwa tunapochangiana pale, kwa sababu haumwezi mkaugua nchi nzima. Kwa hiyo mkichangiana wananchi wa Tanzania, mkachangiana kwenye mfuko wa bima ya afya, huyu anapougua zile fedha zinatumika katika kumhudumia huyu, wakati huyu mwingine anaendelea na majukumu mengine. Kwa hiyo swala la wananchi ni kuchangiana, kulipokea na kulifanyia kazi kwa maana ya kutoa michango. Mimi niwahamasishe juu ya bima ya afya hii, niwahamasishe wanawake wa mkoa wa Songwe kwamba wao wawe ni kipaumbele cha kuweza kuhamasisha, kwa sababu mzigo mkubwa wa watu wanapougua au magonjwa yanapotokea wanakuwa nao wanawake, na hata watu wakilazwa hospitalini wanaolazwa nao kwa asilimia kubwa ni wanawake. Kwa hiyo wanawake watakapokuwa wamewahamasisha wananchi tukana na bima ya afya, kwa utakuta watu watatibiwa kwa wakati, watatibiwa kama ni kwenye zahanati, baada ya kusubiri mpaka mgonjwa akalazwa akawa hoi, utakutakiwa na bima ya afya, anaenda kwenye kituo cha afya, anatibiwa, anaendelea na majukumu. Miongoni mwa wajumbe wa baraza hilo maalum ambaye pia ni kaimu katibu wa umoja huo mkoani hapo Bi Jane Chaula ameeleza kuwa Chama cha Mapinduzi kinafanya jitihada za kufikisha elimu ya bima ya afya kwa wote kwa wananchi katika ngazi za wilaya ili kufanikisha jambo hilo, kama ambavyo ni azma ya serikali kulifikisha kwa jamii. Nikiwa kama katibu wa UWT mkoa wa Songwe, kwa mafunzo haya aliyotoa daktari wa mkoa wa Songwe tumeyabeba, na viongozi wote wa wilaya zote walikuwepo na madiwani wote walikuwepo, tuliwaalika kwenye baraza hili maalum. Tutahakikisha tunaenda kufanya ufuatiliaji ili elimu ishuke kule chini, na kama mlivyoona maswali yameibuka sana kwamba kuna wanawake wengi wananyanyasika huko chini, hususan wajawazito na watu wengine, na wakiona mtu mwenye ana bima wanatangulia mtu ambaye anatoa keshi kuliko mtu mwenye bima. Lakini daktari amefafanua vizuri kabisa na amesema ataenda kukaa, atawaita madiemu wote wa mkoa mzima ili kuwapa elimu kwamba wasiwanyanyase wale watu ambao wana bima wakaanza kuangalia watu wenye fedha. Na sisi kama UWT mkoa wa Songwe tutafanya ufuatiliaji katika hospitali zote, lakini tutaenda kutoa elimu tukishirikiana na wilaya husika kwa kila kata ili waweze kupata hii elimu na kuondokana na changamoto ya matibabu. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Songwe, mimi ni Nicholas Ndabila, Upendo TV.
Naam, asante sana Nicholas Ndabila kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, baada ya taarifa hiyo, na sasa tuelekee kanda ya kati pale jijini Dodoma. Zaidi ya wananchi 2500 wa kata ya Lindi, wilaya Bai, mkoa wa Dodoma wamenufaika na mradi wa kilimo jumuishi unaochanganya uzalishaji wa alizeti, ufugaji wa nyuki pamoja na uhifadhi wa mazingira ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. James Stanley kutoka Dodoma anatutaarifu. Wananchi hao wameeleza mafanikio hayo mara baada ya kutembelewa na wajumbe wa kamati ya uendeshaji wa programu ya ruzuku ndogo ya mfuko wa mazingira duniani kutoka ofisi ya makamu wa rais waliokwenda kujionea utekelezaji wa mradi huo katika eneo hilo. Jumla wanufaika 2480, wanawake 1250, vijana 850 na wanaume 380 wameweza kupatiwa mafunzo kwa vitendo juu ya namna ya kuenzi, kuhifadhi na kuendeleza ekolojia, bioanuwai na uhifadhi wa mazingira kupitia kilimo mseto na ufugaji wa nyuki. Jumla ya vikundi vya wakulima 22 vilivyosajiliwa wilayani Bahi vimepatiwa mbegu bora za alizeti na mafunzo kuhusu kanuni za kuzingatia kwa msimu wa kilimo wa mwaka 2026. Watu waliona umuhimu na wakaelewa kuwa ukipanda alizeti ukaweka mizinga, kwanza unavuna mazao mawili kwa wakati mmoja. Utapata asali, pia utapata alizeti. Kwenye alizeti utapata mashudu, utapata mafuta. Kwa hiyo mazao yanaongezeka. Kwa upande wake, msimamizi mkuu wa programu ya ruzuku ndogo ya mfuko wa mazingira duniani kutoka ofisi ya makamu wa rais Dr. Damas Mapunda amesema wizara hiyo imelenga kufuatilia utekelezaji wa mradi unaofadhiliwa pamoja na kutathmini namna unavyonufaisha wananchi kiuchumi sambamba na kuimarisha uhifadhi wa mazingira. Kamati hii ilipitisha fedha kwa ajili ya shughuli za utekelezaji wa mradi wao unaohusiana na masuala ya kilimo himilivu ya mabadiliko ya tabia nchi, na tumefarijika kama wajumbe kuona shughuli ambazo wametekeleza katika kipindi hiki cha miaka miwili, na hapa tumeanza kwenda kwenye shamba ambalo wanalima alizeti pamoja na ufugaji wa nyuki. Naye Faustini Ninga ambaye ni mratibu wa programu ya ruzuku ndogo ya mfuko wa mazingira duniani na mtaalamu wa ufugaji wa nyuki amesema kilimo jumuishi cha alizeti na ufugaji nyuki katika eneo moja kina faida kubwa, kwani huchochea uchavushaji wa mazao ya alizeti huku akijipatia chakula cha kutosha, hali inaongeza uzalishaji wa mazao na asali kwa wakati mmoja. Wadudu na hasa wa nyuki, wao wanapokwenda katika ua lile hawakwendi kwa lengo la kufanya uchavushaji. Wao wanakwenda tu ili kutafuta chakula chao. Wakiwa wanahama kutoka ua moja kwenda lingine, wanajikuta wamebeba hizo mbegu za kiume za ua, na wanapokwenda kugusa sehemu za kike za ua, basi zile mbegu za kiume zinahamia pale. Alizeti ile inazaa, inatoa mbegu za kutosha. Kwa hiyo unaona kwamba kunakuwa na utegemezi. Alizeti inategemea hawa wadudu, hawa nyuki, ili iweze kuwezesha huo uchavushaji, lakini nyuki pia zinategemea hiyo alizeti ili kuweza kupata chakula chake. Mradi huo unatekelezwa kwa kipindi cha miezi 18 kuanzia Septemba 2024 ukiwa umefadhiliwa kwa kiasi cha dola za Marekani 50,000. Utekelezaji wake unasimamiwa kupitia programu ya ruzuku ndogo ya mfuko wa mazingira duniani kwa ushirikiano na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP, huku taasisi zinazotekeleza mradi huo zikijengea uwezo na shirika lisilo la kiserikali la Tanzania la Natural Resource Forum. Kutoka mkoani Dodoma, mimi ni James Stanley, Upendo TV. Naam, asante sana James Stanley kwa taarifa hiyo. Taarifa hiyo mtazamaji inatufanya sasa turejee jijini Dar es Salaam katika kuhakikisha kuwa Wakristo wanaimarika kiroho zaidi pamoja na kushiriki kamilifu katika swala la elimu na utunzaji wa mazingira kwa manufaa yao na vizazi vijavyo. Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam limesema litaendelea kuandaa washa mbalimbali zenye lengo la kuwajengea uwezo katika masuala hayo muhimu. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, katibu wa jimbo hilo Padre Vincent Mpwaji kwa niaba ya askofu mkuu wa jimbo hilo Mwasham Jude Tadeus Ruwaichi amesema washa hiyo itafanyika Juni 6 mwaka huu katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Endelea kufanya warsha hizo kila mwaka tangu tulipoanza mara ya kwanza mwaka 2023. Kwa hivyo mwaka huu warsha hiyo itafanyika tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu wa 2026
katika uwanja wa Uhuru, na tutaanza saa 2 kamili kwa watu kuingia, alafu na misa rasmi ya uzinduzi au misa rasmi ya kuzindua warsha hiyo itafanyika kuanzia saa 3 kamili asubuhi na itaongozwa na Mwashamsana Juda Tadeus Ruwaichi, askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam. Mkurugenzi wa utume wa walei jimbo kuu la Dar es Salaam, Padre Vitalis Kasembo, amewasihi waumini wa kanisa hilo kujitokeza kwa wingi katika warsha hiyo ili kupata mafundisho ambayo yatawasaidia katika maisha yao. Lakini kabla ya michezo tutakuwa na mafundisho mazuri, mafundisho juu ya imani, mafundisho juu ya mazingira. Kwa hiyo ni mambo mazuri kwa mwaka huu, kwa kweli haijawahi kutokea. Na nipende tu kukualika Mkristo mwenzangu, aanza kujiandaa vizuri kwa mazoezi, aanza kujiandaa vizuri pia katika kusikiliza neno litakalotolewa siku hiyo. Na kabla ya hayo kutakuwa na misa takatifu itakayoongozwa na Baba Askofu Mkuu Juda Tadeus Ruwaichi. Mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya warsha hiyo, Anthony Nyeupe, amesema maandalizi yote yanakwenda vizuri na kwamba waumini hawapaswi kuwa na hofu katika swala hilo, huku mwenyekiti wa WAWATA Stella Rwegasira akiwakaribisha wanawake wote kujumuika siku hiyo bila kujali jimbo wanalotoka. Rai yangu kwa nafasi niliyokuwa nayo ni waalike waamini wote, Wakristo wote wa jimbo kuu la Dar es Salaam, hata pembezoni mwa Dar es Salaam, kushiriki katika warsha hii ambayo itakwenda kutunufaisha katika maisha yetu ya Kikristo, lakini na mazingira ambayo tunamoishi. Kawaida yetu akina mama hata kwenye Bible wakisema walikuwepo watu 5000, kina mama hawakuhesabiwa. Kwa hiyo naamini siku hiyo uwanja huo kina baba mjitahidi ili muweze kuhesabika, vinginevyo akina mama tutafunika. Na wakaribisha wote, na sasa hivi tunaisigiana kutoka Dodoma. Naamini wakina mama na akina baba kutoka Dodoma ni kuwahi tu asubuhi na jioni mnaondoka. Twende tukaujaze uwanja huo. Jimbo Katoliki ya Dar es Salaam lina parokia nyingi sana, lakini pia majirani zetu tulioalika waweze kufika, hivyo tuwe na warsha ambayo imetukusanya watu wengi na tupate mafundisho ya kutukuza katika imani yetu. Karibuni wote tuweze kushiriki. Akina baba tuonyeshe mfano kuwa sisi tunaweza. Tumsifu Yesu Kristo. Warsha ya mwaka huu ni mwendelezo wa matukio muhimu yaliyoandaliwa na jimbo kuu la Dar es Salaam tangu kuanzishwa mwaka 2023. Naam, baada ya taarifa hiyo mtazamaji, na sasa tuelekee mkoani Kigoma. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC zimekubaliana kuendeleza mradi wa sekta ya uchukuzi ili sekta hiyo iweze kuharakisha biashara baina ya nchi hizo mbili. Katibu mkuu wa uchukuzi Profesa Godius Kayarara amesema kuwa mpaka sasa miradi mingi inaendelea vizuri katika nchi zote mbili kama vile ujenzi wa meli, viwanja vya ndege na bandari. Wakati ulikuwa nakwenda Zambia, kuna bandari inaitwa Mpulungu katika ziwa hili la Tanganyika. Lakini sasa tunaangalia iende katika nchi zote hizi. Wenzetu Bujumbura walikuwa naulizia, kwa hiyo naweza ikasimama Bujumbura, ikasimama Kalemi, ikasimama Moba kama itakuwa tayari kwa upande wa DRC. Kwetu sisi kuna Karema, kuna hapa Kigoma, kuna bandari ya Kasanga ambayo inajengwa. Kwa hiyo tumedhani ni maendeleo makubwa sana. Lakini pengine ambacho tumekubaliana, tuna ushirikiano wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR. Katika kamati hii haikujadiliwa kwa sababu tulikuwa tujafika hatua, lakini tunashirikiana na wenzetu wa Burundi, lakini kipande kile cha Burundi kitaingia DRC. Katibu mkuu wa Wizara ya Uchukuzi, Njia za Mawasiliano na Muungano kutoka Kongo, Roger Tibisausi, amesema kuwa ushirikiano uliopo baina ya Tanzania na DRC ni muhimu kwa maendeleo ya nchi zote mbili. Kongo katika uimarishaji wa miundombinu ya uchukuzi ambayo kwa ujumla wake ni barabara, reli, bandari na viwanja vya ndege. Makubaliano haya yanatokana na hati iliyosainiwa baina ya mawaziri wa Tanzania na Kongo mwaka 2022. Lengo la kusainiwa kwa hati hiyo ya makubaliano ilikuwa ni kuimarisha miundombinu ya uchukuzi, kuwezesha biashara kufanyika baina ya Tanzania na DRC.
Katibu wa maandalizi ya vikao hicho Biseko Chiganga amesema kuwa vikao hivyo ni maelekezo ya mawaziri wa uchukuzi wa pande zote mbili katika kunufaisha sekta ya uchukuzi, huku afisa maelekezo wa bandari ya Tanganyika Abdulmani Kaponta akisema kuwa mizigo mingi inayohudumiwa katika bandari ya Kigoma inakwenda DRC. Naam, ni taarifa kutoka huko Kigoma. Mtazamaji, baada ya taarifa hiyo, na sasa tuelekee mkoani Mbeya. Mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya imeendelea kuchukua hatua madhubuti za kuboresha huduma ya maji kwa kujenga kuimarisha miundombinu, ikiwa ni jitihada za kuondoa kero ya maji kwa wakazi wa jiji la Mbeya pamoja na mji mdogo wa Mbalizi. Taarifa ya Emmanuel Landala inatufafanulia zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa ziara ya kutembelea na kujifunza utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maji, kaimu mkurugenzi wa mamlaka hiyo Mhandisi Barnabas Konga amewahimiza wananchi kutunza mazingira, hususan vyanzo vya maji, ili kulinda miundombinu na kuhakikisha huduma ya maji inakuwa endelevu. Katika hatua nyingine, Mhandisi Konga amesema serikali imetenga shilingi bilioni 2.9 kwa ajili ya kulipa fidia kwa wananchi waliopisha maeneo yao kupitiwa na bomba la maji kupitia mradi wa kimkakati wa Mto Kiwira uliopo wilayani Rungwe mkoani Mbeya. Mradi utekelezwa kwa njia ya usanifu na ujenzi, yani design and build. Eneo lile lote ambao bomba kuu litapita limeshafanyiwa ile uthamini kwa ajili ya ulipaji fidia, kwa sababu bomba kuu linapita maeneo ambayo kuna makazi ya watu, kuna mashamba, lakini pia kuna baadhi ya nyumba zipo. Kuna sehemu nyingine ambayo ni hifadhi ya eneo la serikali ya TFS ambao wao walilipia eneo lile kulaza bomba tushaanza nayo. Kwa bahati nzuri serikali kupitia Wizara ya Maji imeshatoa kiasi cha shilingi bilioni 2.9 kwa ajili ya ulipaji wa fidia, yani compensation, ambapo wananchi wale watapata hiyo fidia yao na kuepukana na mgogoro baina ya wananchi na serikali. Taratibu za ndani zinaendelea ili zoezi hilo ikiwezekana wiki ijayo ulipaji fidia liweze kufanyika na kuweza kuwalipao na mkandarasi awe na njia yake ile yote kuweza kulaza lile bomba. Kwa upande wake, meneja wa mradi wa ujenzi wa tenki la maji Mhandisi Joseph Ndarabi amesema hadi sasa utekelezaji wa mradi huo umefikia 49%, huku akishukuru serikali ya Tanzania kwa kuendelea kutoa fedha kwa wakati, hali inayochochea kukamilika kwa mradi huo. Na kwa upande wa mkandarasi pia tunajitahidi kuendelea kutekeleza mradi kwa spidi ili ukamilike ndani ya wakati na watu wananchi wa Mbeya wapate maji kwa wakati, kwa sababu kwa mujibu wa ujenzi hapa, mradi huu ni mradi kimkakati na huenda ukawa mwarobaini wa changamoto ya maji katika jiji la Mbeya na viunga vyake vyote. Kwa kama wakandarasi tumejitolea kikamilifu kukamilisha mradi huu kwa wakati. Mpaka sasa hivi tuko 49% ya mradi na tunaendelea kupambana kukamilisha kwa wakati. La mwisho ni kushukuru serikali ya Tanzania kwa kuleta mradi huu mzuri ambao ni mkakati na wenye msaada mkubwa kwa wananchi wa Mbeya, na pia kuendelea kufadhili, kwa sababu mpaka sasa hivi serikali ya Jamhuri ya Tanzania imeshatukabidhi bilioni 31 kwa ajili ya kutekeleza mradi huu. Baadhi ya waandishi wa habari walioshiriki ziara hiyo wameeleza kuridhishwa na utekelezaji wa mradi huo, huku wakisema imewapa fursa pana ya kuhabarisha umma kuhusu juhudi za serikali katika kuboresha huduma za maji nchini. Mradi huu unatekelezwa kwa fedha za ndani kama tulivyoelekezwa na Mhandisi Barnabas Konga, na tumetembelea hii tanki na tumeona lina ukubwa wa kuchukua zaidi ya lita milioni 5 kwa siku. Kwa hiyo ni mradi mkubwa sana ambao naamini kabisa utakidhi kiu ya wanambeya na mji wa Mbalizi. Kwanza nitoe pongezi kwa serikali ambayo imetoa fedha nyingi kutumia mapato ya ndani kutekeleza mradi huu. Namna ambavyo tumekuwa tukitamani kutumia maji kwa kiwango kikubwa wananchi wa mkoa wa Mbeya, ninaamini ya kwamba ukamilishwaji wa chanzo hiki cha Mto Kiwira utakwenda kuondoa ile adha ambayo imekuwa ikiwakumba wananchi wengi ambao wamekuwa wakikosa maji. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba mchakato huu utakapokamilika, kwa sasa tuwe watulivu na watu ambao tungekuwa na uvumilivu katika kuvumilia katika kipindi ambacho mradi unaendelea kutekelezwa, kwa sababu lengo la serikali ni kuhakikisha kwamba mradi huu unakamilika na unawahudumia wananchi wengi. Mimi nawaambia wananchi tuwe tunasubira, huu mradi utakapokamilika utatunufaisha wananchi wa mkoa wa Mbeya. Na nasubira pia, natoa wito watu wananchi au wakazi wa Mbeya
waendelee kutunza vyanzo vya maji, wasilime kwenye vyanzo vya maji. Kwa sababu gani? Wakilima kwenye vyanzo vya maji wanaharibu vyanzo, na inaweza kawa sababu ya nini, ya wananchi tukakosa maji au watu tukakosa maji. Mengi tunashindwa kuyajibu kwa sababu hatujatembelea katika mradi, hatujajua nini ambacho kinaendelea. Kwa leo tumetembelea hapa, tumeweza kujua mradi umefikiaje. Kwa tunapata nafasi nzuri na sisi ya kwenda kuongea na wasikilizaji wetu, kuambia kwamba sasa hivi mradi wetu unaelekea pazuri, na kukamilika kwa huu mradi utasaidia sana kupunguza kama sio kumaliza changamoto ya upatikanaji wa maji. Wiki ya maji ilianza rasmi Machi 16 kwa shughuli za ukaguzi na usafi wa vyanzo vya maji, na inatarajiwa kuhitimishwa Machi 22 mwaka huu, ikiwa na kauli mbiu isemayo rasilimali za maji na usawa kijinsia. Nikiripoti kutoka jijini Mbeya, Emmanuel Lulandala. Naam, asante sana Emmanuel Lulandala kutoka mkoani Mbeya. Na sasa mtazamaji, turejee jijini Dar es Salaam. Kamati ya kudumu ya Bunge ya Afya na Masuala ya Ukimwi imewahakikishia Watanzania wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi kuwa serikali itaendelea kuwasaidia, huku wakiitaka jamii kujenga utamaduni wa kupima afya zao, kuacha kupimana kwa macho na kunyoshana vidole. Wito huo umetolewa mwenyekiti wa kamati hiyo Dr. Johannes Lukumai wakati alipofanya ziara yake ya kamati hiyo kwa wanachama wa baraza la watu wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi katika jiji la Dar es Salaam, Konga ya jiji. Amesema serikali imeendelea kusaidia kundi hilo kujikwamua kiuchumi kwa kuanzisha miradi mbalimbali. Sisi tumekuja kutekeleza wajibu wetu wa bunge kwa kushauri na kuelekeza serikali. Mheshimiwa Mkurugenzi, nikupongeze kwa jitihada zako kusaidia hawa watu. Milioni 20 kila mwezi ni fedha nyingi, na kupongeza sana. Lakini Wakonga, nimefurahishwa, mlithibitisha kwa dunia kwamba sio nyie, sio watu wa kunyanyapuliwa, hakuna kunyanyapaa. Mliongea kwa sauti kubwa, mnajituma, mnafanya kazi yenu vizuri. Hongereni sana. Naibu Waziri Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu wenye Ulemavu, Umi Nderiananga, amehimiza kundi hilo liendelee kujengewa uwezo wa namna sahihi ya kuimarisha ubora wa bidhaa zao na kuingia kwenye ushindani wa soko, huku serikali ikiwahakikishia upatikanaji wa mikopo. Mwaka huu wa fedha hujaisha, mkurugenzi. Kama wapo ambao wamemaliza mikopo yao na wana vikundi, endeleeni kuwawezesha wafanye kazi, tuinue maisha ya Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati yetu leo mmekuja hapa, mmeona shughuli watu wetu wanazofanya. Sisi la kwetu ni kuendelea kuwashukuru, lakini kuendelea kuhakikishia kwamba serikali chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan tutaendelea kuweka nguvu kwenye mapambano dhidi ya VVU na ukimwi, ili tuendelee kuhakikisha huduma zinawafikia waviu lakini na Watanzania. Mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam Alihuruma Mabelia amesema moja ya eneo walioliwekea nguvu ni Konga hilo ili kuinua kiuchumi, kuhakikisha kuwa wanafanikiwa katika nyanja kwa vikundi vya hata maendeleo ya mtu mmoja mmoja, huku katibu wa Konga ya jiji Dar es Salaam akisema moja ya majukumu yao ni kusimamia swala la matumizi ya dawa na kupinga unyanyasaji na kutekeleza miradi mbalimbali ya kujikwamua kiuchumi. Kwamba kazi hii ambayo mmeishuhudia, kazi hii ambayo kimsingi inatafsiri ndoto na mwelekeo wa Mheshimiwa Rais, tutaendelea kuhakikisha tuna support au tunaweka nguvu kubwa zaidi ili wananchi hawa kwenye kundi hili muhimu waondokane na kujisikia kwamba wametengwa na jamii. Hadi sasa Konga hii ina jumla ya wanachama 263, wanawake 151 na wanaume 112 ambao wamejiunga katika vikundi 22. Kati ya vikundi hivyo, vikundi 14 vyenye jumla ya wanachama 143, wanaume 21 na wanawake 122. Naam, na sasa tuelekee mkoani Kilimanjaro. Mkurugenzi wa bodi ya maji ya bonde la Pangani Segule amesema kuwa mabadiliko ya sheria ya usimamizi wa rasilimali za maji yameongeza ushirikishwaji wa jamii kupitia uundwaji na uimarishaji wa jumuiya ya watumiaji maji. Tupate taarifa kutoka kwa mwandishi wetu.
Akizungumza na watumishi wa mamlaka za usimamizi na usambazaji wa rasilimali za maji katika kikao kilichofanyika ofisi za RUWASA mkoani Kilimanjaro, Segule alisisitiza umuhimu wa ushirikiano kati ya taasisi za serikali na jamii katika kusimamia rasilimali hizo. Aidha, amesema wananchi wanapaswa kushirikiana katika kuhifadhi vyanzo vya maji, kwani wanapoharibu wanaathiri upatikanaji wa rasilimali za maji nchini na kuvirudisha katika hali yake inachukua muda mrefu. Lakini pia tuendelee kuhimizana kwamba tusimamiane kwenye kutunza hivi vyanzo ili yale matendo yetu yakiathiri mwenendo wa vyanzo, kurejea kwenye hali ile ya zamani inaweza kuchukua miaka mingine 30. Huwezi kureverse kwa haraka. Haya ya misimu yanaweza yakaenda kwa haraka yakabadilika, kwa sababu kama ilivyoona tulikuwa na msimu mgumu wa kiangazi, lakini masika yameanza na mvua nyingi. Kwa hiyo mfano bwawa la Nyumba ya Mungu lishaanza kuwa linapata shida ya uchache wa maji, lakini hizi mvua kwa sababu zinakuja kwa intensity kubwa tumeanza kupata maji mengi, kwa hiyo linarudisha uhai wake. Sasa lakini ikiwa ni athari za sisi matendo yetu, kwa hiyo mifumo ya maji inapunguza uzalishaji, itachukua muda mrefu kurudisha uhai. Kwa upande wake, meneja wa wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini RUWASA mkoa wa Kilimanjaro, Weransari Munisi, amesema hali ya upatikanaji wa huduma ya maji inaboreshwa kwa kiwango kikubwa ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Ukienda maeneo ya vijijini kama alivyosema mkurugenzi wa bonde, ni watu ambao tulitakiwa tuwekee maji ndani ya mita 400 kwa kuweka bilula. Lakini asilimia kubwa ya watu vijijini, hata ukiwekea maji leo, kila mtu anataka maji afike nyumbani kwake. Asilimia kubwa ya watu, tuna wateja zaidi ya 100,000 ambao wameshaunganisha maji majumbani kwenye mkoa wetu. Hao ni upande wa vijijini. Kwa mijini ni asilimia 1 watu wanaunganisha maji majumbani. Na upatikanaji wa huduma ya maji pia katika maeneo ya mjini nayo imeboreka. Tuna wastani wa asilimia 95 kwa upande wa miji ambao wanapata huduma ya maji sasa. Kwa upande wa Moshi mjini hapa asilimia 100 ya wananchi wake wanapata huduma ya maji. Ukienda miji ya Same na Mwanga asilimia 95 ya wananchi wake wanapata huduma ya maji. Ugawaji wa vitendea kazi kwa viongozi wa jumuiya za maji ulifanyika, ambapo baadhi ya viongozi waliokabidhiwa vitendea kazi hivyo walisema itawasaidia kurahisisha utendaji wa kazi zao. Tuseme tunafaidika sana na usafiri, ambapo kwa asilimia kubwa ilikuwa ndio changamoto kubwa kwetu. Kwanza kabisa ilikuwa ni usafiri, kwa sababu kwani tunaweza kumpa fundi kazi ya kwenda kufanya shughuli fulani, lakini kwa tunashindwa kufuatilia kwa sababu ya umbali kwenda kwa chombo kweli ile kazi ifanyike. Kwa nini na imani kwamba tutafanya kazi kwa ufanisi mzuri zaidi. Changamoto kabla ya hivi, changamoto ni nyingi. Unajua sisi zetu ziko vijijini na vyanzo vya maji viko mbali sana kutoka maeneo ya watumia maji. Kwa hiyo wale watendaji wetu walikuwa wanatembea umbali takriban kilomita 20 kwa mguu kila siku kwa ajili ya kwenda kutoa huduma. Kwa hiyo sasa hizi pikipiki zitatoa hilo tatizo. Kwa hiyo kwa ujumla tatizo kubwa lilikuwa ni usafiri. Kwa hiyo tunashukuru sana kwamba tatizo hilo sasa litakuwa basi. Maadhimisho ya siku ya maji yanatarajiwa kuadhimishwa tarehe 22 Machi mwaka huu, ambapo maadhimisho hayo yamebeba kauli mbiu semayo rasilimali za maji na usawa wa kijinsia. Nikiripoti kutoka hapa wilaya Moshi mkoani Kilimanjaro, mimi ni Rema Abraham, Upendo TV. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo inatupa nafasi nzuri ya kuweza kupata mapumziko, na muda mfupi ujao tutarejea kwa ajili ya kuangazia kwa upande wa habari za kimataifa tukiungana naye Filipo Haule.